Machi 15 mwaka 2016, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amewaapisha wakuu wa mikoa 25 ya Tanzania Bara, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU na kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Baada ya kukamilika kwa kiapo, Rais Magufuli akatoa ujumbe mahususi kwa wakuu wa mikoa juu ya nini anataka wafanye katika majukumu yao. Kwanza niseme tu kwamba sikutarajia kuzungumza chochote, kwa sababu mara nyingi imekuwa ni kawaida ukishamaliza kuapisha basi unaondoka. Lakini nimeona leo niseme angalau maneno mawili. Nami niungane na wenzangu wote kuwapongeza ninyi wakuu wa mikoa ambao umeteuliwa katika nafasi ya ukuu wa mkoa. Ni kwa bahati mbaya sikuwauliza, labda hilo ndio mnaweza mkanisamehe, lakini tumeamua na nimeamua kuwateua ninyi kama wakuu wa mikoa, nikiamini kwamba mtaniwakilisha vizuri mtakapokuwa katika mikoa yenu. Kwa hiyo niwaombe tu mtakaporipoti katika mikoa yenu, na hasa kwa kutambua ninyi ndio wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama katika mikoa yenu na mnatuwakilisha sisi tulioko huku, mkatimize wajibu wenu bila kuogopa. Nilitegemea labda wengine mngekataa kuja kuapishwa, lakini kwa sababu mmekubali na mmesaini hapa, kwa hiyo mmeshaingia kwenye mtego wa kwenda kufanya kazi, na mimi niwape pole kwa sababu mnakwenda kufanya kazi kweli kweli. Mkasimamia ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Tuliahidi kutatua kero za wananchi, mkazitatue ninyi. Haiwezekani waziri mkuu au makamu wa rais au mawaziri au mimi, kero inajulikana mkoani na wewe upo. Hii itadhihirisha kwamba umeshindwa kufanya kazi. Nataka mkawajibike kweli kweli, na mimi nimeona niwaambie right from the beginning kwamba mnakwenda kufanya kazi ili mkatatue kero za wananchi wetu. Lakini pia katika maeneo ya mipakani pamekuwa na mazoea. Ukienda Kagera, kama ni msafiri wa basi lazima asindikizwe na polisi. Geita hivyo hivyo, Katavi hivyo hivyo, Kigoma hivyo hivyo. Haiwezekani kwa nchi ambayo imejitawala kwa zaidi ya miaka 50, raia wake wanaposafiri lazima wasindikizwe na polisi. Kusindikizwa na polisi maana yake hakuna usalama. Nimeteua watu ambao ninafikiri watasimamia wananchi wasiendelee kusindikizwa na polisi. Ulinzi ukaimarike, watu watembee katika nchi zao wakiwa salama. Nitashangaa sana Meja Jenerali Mustafa Kijuu ambaye umekuwa ukihendo infantry katika nchi nzima ya Tanzania, ukashindwa kusimamia mkoa wa Kagera na watu wakakae bila amani. Ninajua uwezo huo unao.
Kwa hiyo mkasimamie ili kusudi kwenye nchi yenye amani wananchi wake watafanya kazi vizuri. Lakini pia niwaombe wakuu wa mikoa, mkasimamie katika maeneo yenu watu wetu wafanye kazi, hasa vijana. Haiwezekani katika nchi hii kijana unamkuta anacheza pool saa 2 saa 3, halafu walioko mashambani ni wazee na wakina mama. Watanzania wafanye kazi. Kama hawawezi kufanya kazi kwa kuambiwa, wafanye kazi kwa lazima. Kwa sababu kama amezoea kukaa kila siku ni kucheza, shika pelekeni kwenye makambi wakalime kwa nguvu. Akitoka kule atatoka ameshajizoea kwamba asiyefanya kazi na asili. Nataka Tanzania katika awamu yangu pasitokee mahali mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya anaomba chakula, wakati mkuu wa mkoa upo, mkuu wa wilaya yupo, mkurugenzi yupo, anakuwa ni wa kwanza kuwahi kwenye vyombo vya habari, tunahitaji chakula, wakati katika mkoa ule ule wapo watu ambao wamezalisha vyakula vya kutosha. Hii inadhihirisha kwamba kuna watu ambao hawakusimamiwa vizuri. Kwa hiyo mkasimamie watu wafanye kazi. Lakini lingine ni waombe wakuu wa mikoa, mkasimamie halmashauri zetu. Hakuna mahali ambapo kuna uozo kama kwenye halmashauri zetu. Mfano mdogo tu ambao tulituma watu wachache kwenda kufanya utafiti katika mkoa wa Singida na Dodoma. Katika payroll ya mishahara ya mwezi wa 12 na wa kwanza, niliwatuma vijana kule mwezi wa pili. Katika mkoa wa Singida na Dodoma, katika wafanyakazi ambao wako zaidi ya 26,900 katika halmashauri 14 walifanya zoezi kwa wafanyakazi 26,000 na ushevi katika halmashauri 14. Katika halmashauri 14 zile palikuwa na wafanyakazi hewa 202. Wapo watu waliokuwa wanalipwa mshahara ambao wameshakufa. Wapo watu wanaolipwa mshahara ambao wamefungwa. Wako watu wanaolipwa mshahara ambao wameshastaafu. Lakini 202 wanalipwa mshahara. Watu zaidi ya 3,500 wakati zoezi hilo likifanyika hawakufanyiwa, kwa sababu wengine walikuwa wana ruhusa, wengine wako masomoni, wengine walikuwa wanaumwa, wengine walikuwa watoro. 3,500. Data kamili ngoja niisome hapo. Ninayo pesa yangu hapo. Watumishi ambao hawakuwepo kazini walikuwa 3,320, ambao wale hawakujulikana, wengine wameomba ruhusa, wengine wako hospitalini, wengine na kadhalika. Lakini 202 walikuwa wanalipwa malipo hewa. Kwa maana nyingine, walioacha kazi walikuwa 6, waliokufa na kufungwa walikuwa 27,
waliofukuzwa walikuwa 8, wastaafu walikuwa 158, waliokuwa likizo bila malipo walikuwa 3, na hivyo kufanya idadi ya watu 202. Ukichukua kwenye halmashauri 180 tulizonazo, ukafanya hesabu rahisi inayoitwa cross multiplication, unakuta kama halmashauri zote ndiyo trendi ni hiyo, maana yake kuna wafanyakazi 2597.14 ambao ni hewa. Ukiashumu kwamba wanalipwa mshahara wa average ya milioni 1 kwa sababu wako wengine mshahara ni mkubwa zaidi, maana yake tunapoteza bilioni 2.5 kila mwezi za mishahara hewa. Sasa ni waombe wakuu wa mikoa, na hawa sijajumlisha wale 3,320 ambao hawajulikani, labda walikuwa hospitalini, labda wengine wako likizo, wengine wako shule, wengine kadhalika. Ukijumlisha wote unajikuta serikali tunapoteza mapato makubwa kwa kulipa wafanyakazi hewa, kwa sababu katika wafanyakazi tulionao katika nchi nzima ambao wanakadiriwa ni 500,000 na kitu, kila mwezi tunalipa bilioni 549 mpaka bilioni 550 kwa ajili ya mishahara. Lakini katika mishahara hiyo wako ambao ni mishahara feki. Sasa niwaombe ndugu zangu ninyi wakuu wa mikoa, kwa sababu ndio mnakwenda kusimamia kule, ninajua mtakwenda kuwapa instruction wakurugenzi na ma-DC wenu kule, lakini mimi niwape angalau grace time kubwa ya hawa wakurugenzi mtakao kwenda kuwasimamia, angalau ndani ya siku 15 kuanzia leo wamewajumlisha wote, wamewatoa wafanyakazi hewa katika payroll katika halmashauri zao. Bila hivyo, kwenye mshahara unaokuja wa mwezi huu, tukigundua kuna mfanyakazi hewa ambayo mkurugenzi amemlipa, ajihesabu siku hiyo hiyo hana kazi na tunampeleka mahakamani. Ni lazima tufike mahali fedha zinazokusanywa zikafanye kazi kubwa zaidi za maendeleo kuliko kuendelea kulipa mishahara hewa. Kwa hiyo ninajua ndugu zangu wakuu wa mikoa, hili mtakwenda kulisimamia vizuri katika halmashauri zenu. Nimetoa mfano wa halmashauri 14 katika mikoa miwili ya Singida na Dodoma, wafanyakazi hewa ni 202, na wale ambao ndio hawapo kabisa. Sasa inawezekana hata katika 3,320 nao wangefaniziwa uchunguzi vizuri, tungekuta wafanyakazi hewa labda wanafika hata 400. Ukijumlisha katika halmashauri zote katika nchi nzima, mnaweza mkajua tunapoteza mabilioni kiasi gani. Lakini nafurahi pia kuna mawaziri hapa, waziri wa fedha yuko hapa. Kwenye wizara na kwenye taasisi mbalimbali, mawaziri na ninyi mkawaeleze machifu executive wenu na taasisi zote mnazozisimamia, wafanyakazi hewa wote waondolewe ndani ya siku 15 hizi nilizozitaja. Hatua zitakuwa ni zile zile. Sheria ni msumeno. Nataka nchi hii iende vizuri, angalau mapato mengi tunayoyapata yaende kwenye huduma za wananchi. Inasikitisha, bilioni 550 tunalipa mishahara, halafu kwa mwezi uliopita tulilipa bilioni 850 kwa ajili ya madeni ya nje. Kwa hiyo unakuta fedha zote zinazokusanywa haziendi kwenye project ambazo wananchi wanazitaka ziende. Nimeona nilizungumza hili ndugu zangu wakuu wa mikoa, lakini swala lingine ambalo najua mtalisimamia vizuri, mumeanza, nimeona Dar es Salaam tumeanza kutoa elimu bure
kuanzia darasa la kwanza mpaka form 4. Mkasimamie utekelezaji wa elimu bure kwa ajili ya vijana wetu. Mkasimamie upatikanaji wa madawati. Mkasimamie upatikanaji wa majengo. Ninajua mkijituma vizuri tutafanikiwa. Kule kutoa elimu bure, wazazi na watoto wameitikia wengi kwenda kusoma. Na hii inadhihirisha kwamba watoto wetu wengi walikuwa hawaendi au hawapeleki shuleni kwa sababu ya mamichango ya kero ambayo yalikuwa yanawakwamisha kwenda kusoma. Kwa hiyo mkalisimamie, mkawe watumishi wa wananchi wanyonge. Watanzania wanapata shida sana. Watanzania wana mateso mengi. Nina uhakika ndugu zangu wakuu wa mikoa, mkilisimamia hili, na ndiyo maana nilichelewa sana kuchagua wakuu wa mikoa. Nilikuwa nauliza huyu kweli ataweza? Siku nyingine unamfuta, siku nyingine unamrudisha. Siku nyingine unakuta dhambi zake ni kidogo, unajaribu kusamehe. Sasa niwaombe mkafanye kazi. Hamwendi mkoani kutangaza siasa. Mnakwenda kutimiza wajibu wenu kwa ajili ya wananchi wanyonge. Wapo watakao walaumu, ninyi chapeni kazi. Mkafanye kazi kwa sababu tuna imani kubwa na ninyi. Msituangushe. Tuliahidi mengi, lakini pia katika mikoa yenu kuna potentials nyingi kwa ajili ya kujenga uchumi wetu. Kila mkoa una mambo yake. Mkazisimamia hizi potentials ili vijana wengi wapate ajira. Ili vijana wetu wapate ajira. Ndugu zangu, niliona hili nilizungumze, lakini nina uhakika mtakwenda kusimamia utawala wa sheria, ili wananchi wakafate sheria bila shuruti. Nina uhakika Watanzania watatoa ushirikiano mkubwa kwenu, kwa sababu mna rekodi nzuri za kufanya mazuri katika nchi hii. Mkayaendeleze na mkamtangulize Mungu katika kazi zenu, atawasimamia. Mheshimiwa Makamu wa Rais, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa wakuu wa mikoa, leo hapa pia tumeapisha kamishna wa TRA, kamishna mkuu wa TRA pamoja na kamanda wa TAKUKURU kwa mujibu wa sheria. Tunajua katika kuwapa kwao watakwenda kutimiza wajibu wao. Tuna imani kubwa na ninyi, mkafanye hayo kwa ajili ya Watanzania. Ndugu zangu, niliona niyazungumze haya. Ninawatakia mafanikio mema. Mungu awajalie sana, mkachape kazi sana, mkawatumikia wananchi walio wanyonge. Shida ni nyingi, lakini ninajua kwa ujasiri wenu mtawahudumia vizuri. Nimezungumza tu machache ya elimu na nini, lakini yako masuala ya hospitali. Yako watu wananyanyasa, tunamkuta mtendaji wa kata au katibu tarafa ananyanyasa wananchi wa chini. Ninyi mna mamlaka ya kumweka mtu ndani hata masaa 48. Kawawekeni wengi ili kusudi wajue kwamba wananchi wanatakiwa kuheshimiwa. Ile nidhamu ya Tanzania mpya ipatikane. Tumechelewa kweli. Ni lazima to move very fast. Tusiogope kuchukua maamuzi. Ni nafuu chukue maamuzi hata kama ni mabaya, yatarekebika huko mbele, lakini angalau umechukua. Kafanyeni wajibu wenu kwa dhati kabisa.
Morogoro pamekuwa na mapigano ya kila mara, watu wanakufa. Ndio maana sikuona sababu ya mkuu wa mkoa aendelee kukaa pale. Najaribu kuwapa mifano tu. Message sent and delivered. Kwa hiyo nataka mkashughulikie kutatua matatizo ya wananchi. Wananchi wanayajua matatizo yao, mkayatatue. Swala la jambazi, haiwezekani mtu kila siku kuna majambazi tu. Kwa nini Rwanda hakuna wajambazi? Kwa nini Tanzania tu? Mkapange majambazi wajue kwamba mko kazini. Lazima nchi ifike mahali kwamba tunaenda mbele. Watu wafurahi, wafanye business zao, washughulike kwa ustawi wa nchi yetu. Juzi tulikuwa tumetembelewa hapa na rais, nachomekea tu, rais wa Vietnam. Wale walikuwa maskini kuliko hata sisi. Kwenye miaka ya nyuma kule wamepigana vita. Kwenye miaka ya 76 ndio wakafanya reforms, wakaungana baada ya vita vile vilivyoua mamilioni. Mwaka 76 wakaja wakachukua korosho Mtwara kwa Mheshimiwa Dendego. Leo Vietnam ni nchi ya kwanza kwa kusafirisha kahawa duniani, korosho duniani. Iliyokuwa Mtwara hata production imeshuka. Kuna bodi za ajabu tu kule, wananchi wanadhulumiwa, kodi ni za kila aina. Ikulile kule naye kodi ni kila siku ni kodi tu, badala ya promote hicho. Kahawa ni vile vile. Katika nchi 3 duniani zinazo produce kahawa kwa wingi, Vietnam ipo. Wakati wanapata uhuru huo, wanapatana kwenye mwaka wa 76, sisi tulikuwa tuna produce kahawa zaidi. Samaki hivyo hivyo, walikuja wakachukua samaki huko. Leo ndio wauzaji wa samaki duniani. Ni lazima tubadilike, na wakubadilisha mwenendo huo ni ninyi wakuu wa mikoa. Kawasimamieni wakuu wa wilaya wenu, mkawasimamie vizuri wakurugenzi, makatibu tarafa na kadhalika. During this reform watajifunza, wataumia kidogo, lakini baadaye watashukuru. Transformation sometimes huwa sio nzuri sana, lakini lazima tuchukue huo mwelekeo kwa ajili ya kubadilisha nchi yetu. Niliona ili nilizungumze, inawezekana sitapata muda sana wa kuzungumza na ninyi, lakini nina imani kubwa na ninyi. Sincerely nina imani kubwa na ninyi. Mtafanya kazi kwa uadilifu mkubwa. Mawaziri, makatibu wakuu watatoa msaada mkubwa kwenu. Ninawashukuru sana, Mungu awabariki sana, asante. Huo ndio ulikuwa ujumbe mahususi aliyoutoa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Pombe Magufuli, baada ya kuwaapisha wakuu wa mikoa 25 wa Tanzania Bara, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU na kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Mara nyingine